Kuna namna Iran wananiaminisha kwamba mtoto ukimpiga sana hata kwenye familia, baadaye huwa yule mtoto anageuka kuwa sugu, na unachomtishia kumpiga sijui kufanya nini, mtoto baadaye huwa anaona ni mambo tu ya kawaida. Na wakati mwingine usipomtishia au kumpiga, anaona vipi, mbona baba kama amepoteza mwelekeo, kwa anaweza kafanya tukio ambalo litamfanya yani wewe ufanye vile vitendo vyako vingi ambavyo umekuwa ukivifanya. Sasa Iran bwana wamesema Marekani imepoteza bahati kwa kuvuruga mazungumzo. Wakati rais wa Marekani bwana Donald Trump amekuwa na kauli za vitisho za hapa na pale, Iran wenyewe wanaonekana ni kama kenge ambaye hawezi kusikia kabisa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran bwana Abbas Araghchi amesema Marekani imepoteza bahati kwa kuvuruga mazungumzo, na ameilaumu Marekani kwa kuweka masharti ya kupindukia na kubadilika kwa misimamo yao, hali ambayo ilisababisha kushindikana kufikiwa kwa makubaliano katika mazungumzo ya hivi karibuni ambayo yalipatanishwa na Pakistan. Kwenye mazungumzo ya simu, Araghchi alimweleza mwenzake wa Ufaransa Jean-Noel Barrot kuhusu majadiliano makali kati ya Iran na Marekani ambayo yalifanyika mwishoni mwa wiki katika mji wa Islamabad. Amefafanua akasema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya kutokuwa na imani kabisa na upande wa Marekani, waliingia katika mazungumzo hayo kwa mtazamo wa uwajibikaji na nia njema. Ingawa kulikuwa na maendeleo katika masuala kadhaa, masharti ya kupindukia Marekani pamoja na mabadiliko ya mara kwa mara ya matakwa yao yalizuia kufikiwa kwa makubaliano. Ndio maana wa Iran walilazimika kutoka katika chumba cha mkutano pasipokuwa na makubaliano yoyote. Kwa upande wake, mwanadiplomasia mkuu wa Ufaransa amesisitiza msimamo wa nchi yake kuunga mkono suluhisho la kidiplomasia ili kumaliza vita, akisema matumaini kwa mazungumzo yanayoendelea yanawezesha kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho. Na kinyume na matarajio ya ushindi wa haraka, mashambulizi ya Iran yamesababisha hasara kubwa kwa mali na miundombinu ya Marekani na Israel, jambo ambalo limepelekea vita kuendelea kwa muda mrefu zaidi na kuongeza mvutano katika eneo hilo. Kwenye jitihada za kupunguza uhasama, makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili yalifikia tarehe 8 April, yakifungua njia kwa mazungumzo ambayo yalipatanishwa na kufanyika Islamabad. Na majadiliano hayo, Iran iliwasilisha mpango wa vipengele 10 uliosisitiza kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani, kuondolewa kwa vikwazo pamoja na udhibiti wa mlango muhimu wa bahari wa Strait of Hormuz. Hata hivyo, licha ya mazungumzo hayo makali ambayo yalidumu kwa muda wa masaa 21, lakini hakuna makubaliano yoyote ambayo yalifanyika. Sasa Iran wanasema wao Marekani ndio ambayo imepoteza bahati. Yaani hapa ni kama Iran wanasema wao walitoa nafasi ya upendeleo kwa Marekani kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wa Irani, na sio Marekani kutoa nafasi ya upendeleo kwa Irani. Mnaweza mkaelewa hoja yangu ninayowaambia kwamba kuna muda mtoto ukimpiga sana baadaye anachukulia poa zaidi. Ukiangalia speech za viongozi wa Iran, namna ambavyo wanazungumza, unaona kabisa hawa watu ni watu ambao wapo tayari kwa jambo lolote lile, lakini hawahitaji msaada kutoka kwa mtu yeyote yule. Mtaona rais wa Iran bwana Masoud Pezeshkian, yeye alizungumza wazi kabisa, akasema kile ambacho Marekani wanakitarajia kutoka kwa Iran wasiwe na matumaini ya kukipata, kwa sababu wa Irani hawapo tayari kuona wanapiga magoti mbele ya Marekani. Na wakaenda mbali zaidi wakasema wao wapo tayari, iwe ni kwa mapigano hata ya miaka 100, wao wapo tayari kupigana. Ogopa sana taifa ambalo linazungumza hivyo, na unazungumza hivyo mbele ya taifa kama Marekani. Sasa nimeona rais wa Marekani bwana Donald Trump ameendelea kujawa na gazi na jazba baada ya kutoa kauli nyingine ambayo ni ngumu kidogo, ambapo aliulizwa na waandishi wa habari kwamba vipi anawachukuliaje wa China baada ya kuwa anataka kufunga sio hiyo kitu inaitwa blockade. Akasema Mchina akijichanganya naye tutamtandika vibaya mno, na hasara yake atakayoipata itakuwa haina kifani. Hii inafuatia hatua ambayo ilizungumzwa na yule waziri wa mambo ya nje wa China, ambaye naye aliongea akasema Marekani ni lazima wakae kwa adabu, vinginevyo Mchina anaweza naye akaingia. Akasema sio kwamba sisi Mchina sisi kwamba tunamuogopa Marekani, hapana, bali Marekani tulikuwa tunamheshimu, lakini kwa sababu kavunja heshima yeye mwenyewe, basi anatakiwa kukaa kwa adabu. Lakini katika hatua nyingine, Rais Donald Trump amedokezea kwamba huenda mazungumzo mengine ya kumaliza vita vya Irani yanaweza yakarejea katika kipindi cha siku 2 zijazo. Yaani kuanzia leo tunapozungumza na kesho, kati ya hizi siku 2 au kesho kutwa yanaweza yakafanyika mazungumzo.
Mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani wa Iran ambayo ilifanyika Pakistan mwishoni mwa juma lililopita yalifeli, jambo ambalo lilipelekea Marekani kuanza kupiga mikwara kwamba watalenga bandari za Iran kama sehemu ya shinikizo la Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Akasema angeshauri wabaki pale Islamabad kwa kweli, kwa sababu kuna jambo linaweza kutokea ndani ya siku mbili zijazo na tuna mwelekeo zaidi wa kwenda huko. Trump alizungumza na vyombo vya habari. Kauli zake zinakuja wakati jeshi la Marekani liliposema kwamba hakuna meli yoyote ambayo ilipita katika mzingiro uliowekwa na Marekani kwenye bandari ya maeneo ya pwani ya Iran katika saa 24 za kwanza za operesheni hiyo. Na mvutano umeibua mashaka kuhusu uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa wiki mbili, ambapo kunatarajiwa kumalizika wiki ijayo. Sasa Marekani kuna namna sijui lakini najaribu kuwaza Marekani wao taarifa wao wanazipata wapi? Hili ni jambo la kwanza. Lakini najaribu kuwaza hata hizo taarifa ambazo wanazipata wa Marekani huwa wanazipata kutoka kwa mtu au huwa wanazipata kutoka kwenye vyanzo sahihi vya taarifa au kwa kujionea wao wenyewe. Tunapozungumza jana, Iran walipitisha meli 4 katika mlango wa bahari wa Strait of Hormuz licha ya Marekani kutangaza kwamba wameweka vizuizi, na zile icebreaker za Marekani ambazo kwa zinataka kupita katika eneo hilo zilizuiliwa na majeshi ya Irani. Kwa hiyo walishindwa kupitisha hizo meli zao za icebreaker. Na kuna video moja niliona inasambaa bwana wa Iran, kuna namna fulani sijui ni kama yani wamechanganyikiwa. Kulikuwa kuna mshikaji mmoja ambaye alikuwa amepanda zile boti ambazo ni za mnaita speedboat, na kulikuwa kuna meli ya Marekani ilikuwa inataka kupita. Yule jamaa akapitisha boti yake mbele ya meli ya Marekani ambayo ilikuwa inataka kupita, au meli ambayo ina vinasaba na Marekani ambayo ilikuwa inataka kupita katika eneo hilo. Akasema mlango wa Strait of Hormuz umefungwa na hamruhusiwi kupita kabisa katika eneo hilo. Kwa hiyo vita ya Iran inakwenda mbali zaidi, sio vita ya viongozi, sio vita ya majeshi, ni vita pia ambayo imeenda mbali zaidi mpaka kwa wananchi mmoja mmoja. Anaona matamshi ambayo yanatolewa na viongozi wao ndio matamshi ambayo yanatakiwa kuhakikisha kwamba yanatekelezwa na kila raia wa Irani. Iran bado hawajatoa majibu kuhusiana na kauli za Donald Trump, lakini katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres alisema kuna haja ya mazungumzo ya amani kurejea tena. Maafisa kutoka nchi za Ghuba, Pakistan na Iran wanasema kuwa timu za mazungumzo kutoka Washington na Tehran zinaweza zikarejea Pakistan baadaye wiki hii kama ambavyo nimekuelezeni. Na zaidi ya meli za kivita 12 za Marekani pamoja na takriban wanajeshi 10,000 wa Marekani wanatekeleza mzingiro dhidi ya meli za nchi yoyote zinazoingia au kutoka katika bandari za Iran, hali ambayo Marekani wenyewe sababu ya kufanya hivyo wanasema wanataka kuhakikisha wanainyima Iran ule mlija wa uchumi katika taifa lao. Sasa ukiwatazama wa Iran na namna ambavyo wanachukulia mambo yao, wanachukulia in a serious way. Wao Marekani akizungumza jambo moja, wao wanaenda kutest. Na sasa hivi hatari ambayo tuko nayo kubwa zaidi ni Iran kutumia zile silaha zao ambazo zipo chini ya hiyo mlango wa bahari wa Strait of Hormuz, kwa sababu kule kuna mabomu, kuna makombora, kuna kila aina ya silaha ambayo walisema kama tutaona Marekani anataka kutufanyia kitu ambacho sio kizuri, basi tutalazimika kuamsha mashetani na majini yetu ambayo yapo chini ya maji. Naye makamu wa rais wa Iran amesema kwa ukali kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye amesema kuwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance huwa anaripoti kila siku kuhusu maendeleo ya mazungumzo. Iko hivi, yale mafaili ya Epstein nadhani wengi mnaelewa, na tuliwaeleza kwamba mafaili yale ya Epstein ni moja kati ya mafaili ambayo yanawatesa sana wa Marekani, kwa sababu yana siri nzito sana ambazo kama zikigundulika duniani zinaweza zikawafanya wa Marekani wakawa hapo kwenye changamoto kubwa sana. Na hayo mafaili yapo Israel kwa wale washikaji wa Mossad pamoja na serikali ya Israel kwa ujumla. Sasa waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu alisema hivi, namnukuu: makamu wa rais wa Marekani JD Vance huwa anaripoti kila siku akiwa anaelekea sehemu yoyote ile, kama ambavyo kila uchao, na aliripoti akiwa anaenda Islamabad na maeneo mengine. Sasa hii ni kauli ambayo kwa mtu ambao unafikiria nje ya politics, unazungumza unafuatilia geopolitics, maana yake ni kwamba Marekani wapo chini ya control ya Israel. Kwa sababu gani? Imagine taifa kama la Marekani
ambalo ni taifa kubwa, linajinasibu kwamba ni taifa kubwa kwenye kila nyanja, wanalazimika kuripoti kila tukio ambalo wanalifanya kuhusu Mashariki ya Kati, ni lazima waripoti kwa Israel. Sasa makamu wa rais wa Iran amesema kuwa kwa mara ya kwanza katika historia kiongozi wa ngazi ya juu wa serikali moja anatoa taarifa za kila siku kwa mkuu wa taifa nyingine, na amesisitiza kuwa swala hili halihusu Irani moja kwa moja, bali ni ishara ya kile alichokiita udhalilishaji wa kimuundo, udhalilishaji wa kimfumo. Amehoji iwapo wananchi wa Marekani wanatambua kuwa White House imegeuzwa kwa vitendo kuwa kama tawi la kuripoti kwa utawala mwingine, akimaanisha hali ya utegemezi au ushawishi mkubwa wa kisiasa ambao unaweza kudhoofisha uhuru na maamuzi ya taifa hilo la Iran, la Israel. Kwa hiyo Marekani sasa hivi ni kama wanaikuta sasa wapo chini ya mwamvuli wa Israel, kwa maana ya Israel ndio ambao wanaikontrol Marekani, wanamkontrol rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na mambo mengine. Yule waziri mkuu wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu, kwa mfano, ile Marekani wametangaza ile April 8 kwamba wanasitisha mapigano upande wa Iran, lakini pia walitangaza kwamba wanasitisha mapigano na upande wa Lebanon. Of course hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo ilitolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Lakini siku moja tu of course siku hiyo hiyo baada ya Marekani kutangaza kwamba wamesitisha mapigano, Israel walifanya mashambulizi makubwa sana Beirut ambayo ameua watu wasiopungua 2100. Sasa kama ingekuwa Israel ni taifa ambalo halina maamuzi juu ya Marekani, maana yake ni kwamba Marekani wangemgeuzia kibao mwa Israel kwamba kwa nini unafanya mambo ambayo ni kinyume na sisi ambacho tunakiagiza. You get my point? Lakini mwisho wa siku Israel walifanya vile na Marekani hakuna alichozungumza. Yani ni kwamba ni kama rais ni kama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema ninakupiga na hauna cha kunifanya. Kwa maana ya Marekani anajua akijitikisa tu ajifanye kama anajikuna, manake Muisrael kupitia kwa wale Mossad anafungua yale mafaili yote Epstein, jambo ambalo Marekani anasema hilo jambo kamwe halitakiwi kutokea hata kidogo. Baadaye nitakapokuja kuwaletea taarifa hapa, nitakuja kuwaletea ripoti moja ambayo inamhusu sasa waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu, ambaye anakumbana na ugumu mkubwa sana wa kupata mafanikio ya kijeshi, mafanikio ya kisiasa katika vita dhidi ya Iran. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.